safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa anamuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba e Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Tayari hiyo ilikuwa ni sala ya buriani ambayo imeongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, Baba Rugambwa, na ni kardinali. Na sasa kinachofuata hapo tayari ataweka kwa chetezo. Lakini wakati huo hayo yanaendelea, tumeyasikia mengi wakati wa salamu za pole ama salamu zile za kutia faraja na matumaini kwa ndugu jamaa na marafiki, kila mmoja kwa namna ya pekee jinsi ambavyo alimsemea Baba Mwadhama. Yako mengi, lakini pia hii tumeisikia kutoka kwa Mhashamu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kiukweli amejivunia kuwa na baba mnyenyekevu, baba mpole na baba msikivu, na baba ambaye alikuwa tayari muda wote kutumwa na mtoto, na alijisikia fahari sana kwa sababu huko alikokuwa anatumwa alikwenda kupanda mbegu. Na huo moyo wa kujituma na kujitoa ndani ya miaka 8 aliyoishi Baba Kardinali pamoja na Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu, katika kuumwa kwake, Baba Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi alipokuwa kumwambia baba, naomba nenda parokia hii kunisaidia, baba alikuwa anajisikia. Sasa tupeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Wakati tunaandamana kwa wale ambao nimewataja, lakini wakati huo huo katika sehemu hizo tulizopo, wale wasimamizi waweze